Pili, ligi kuu ya SportPesa ikirindima mubashara kutokea uga wa Kasarani Annex. Wapo nyumbani wana benki wa KCB kuweza kugaragazana na vijana wa mtaani Greatness Within, mabingwa mwaka 2008 Mathare United, kuweza kutafuta alama yao ya kwanza msimu mpya wa mwaka 2025-26. Wana benki wa KCB tayari wana kitu mkobani, tayari wana kitu ndani ya akaunti zao. Watakuwa wanatafuta alama zingine tatu wa mchezo wa leo. Mashabiki wamefika siku ya Ijumaa Mubarak siku ya leo, lakini wamejitokeza kuzitazama timu hizi mbili. Wamefika kwa idadi kubwa. Soka bila mashabiki haibambi, soka bila mashabiki hainogi. Lakini hali ya anga ikiwa upepo ukivuma kwa kilomita 11 kwa lisali moja, lakini nyuzi joto ikiwa 26, uwezekano wa mvua kuanguka leo ndani ya jiji la Nairobi ni 7% peke yake. Kwa hivyo hali ya anga shwari kabisa kwa mchezo huu kuweza kupigwa. Ndio kijibaridi kinaonekana ndani ya jiji la Nairobi, lakini haizuii mchezo wa soka kuweza kupigwa. Lakini Nairobi United nao wamefika. Kumbuka wana shughuli kesho dhidi ya timu ya NEC kutoka Uganda kule. Leo watakuwa wanatazama wenzao kabla shughuli yao kubwa siku ya kesho. Nairobi United kombe la shirikisho dhidi ya vijana wa NEC ya kule Uganda. Akitabasamu tu kwa uzuri kocha wa makipa wa Nairobi United akiweza kuongezea tu madini kwa mbali. Lakini pia mchezaji John Otieno, mlinzi wakati wa Nairobi United, kesho atakuwa na shughuli ile dhidi ya vijana wa NEC. Lakini leo wapo hapa kuweza kuwatazama timu hizi mbili. John Otieno beki kwa upande wa Nairobi United, lakini wana benki wa KCB tayari wana alama tatu. Kumbuka siku ya kwanza ufunguzi wa ligi walipata alama zote tatu. Uga wa kimataifa wa Kasarani sio mbali na uga huu, ni kando tu, dakika tatu kutoka hapo utakuwa unatinga uga wa kimataifa wa Kasarani. Lakini ni coach John Kamau Irungu, Pep Guardiola wa Kenya, atakuwa anatafuta alama tatu za kwanza kabisa dhidi ya mpinzani ambaye anamjua nje ndani. Amekwepo ndani ya KCB wakiwa NSL, wakiwa ndani ya ligi, lakini sasa yupo kwa upande wa Greatness Within, Mathare United. Lakini waandishi wa habari nao wamefika wakiweza kufuatilia nao pia ndani ya Max ile Azam TV, Max ya Azam TV, na kuwajuza wenzao nyumbani kuwa kama upo nyumbani basi mechi ipo mubashara ndani ya Azam TV. Wapo tayari kabisa waandishi wa habari kuwapa habari zao wale walioko nyumbani na wale wanaofuatilia mtandaoni. Mechi ipo live ndani ya Azam TV. Azam TV Max unaipata mubashara mkononi mwako, uwe ofisini, uwe nyumbani, uwe safarini. Mambo yanakuwa bam, mambo yanakuwa yente kabisa unapotazama ndani ya simu, unapotazama kupitia pia dikoda yako ya Azam TV. Inapatikana popote pale nchini Kenya, unaipata sio Nairobi, lakini bali pia maeneo ya Mombasa, Kisumu na Kitale huko. Lakini mashabiki pia wa Ruare Football Club wameweza kufika, kipenzi cha wengi Mathare United, lakini pia kipenzi cha wengi wana benki wa KCB. Mashabiki wamefika. Soka inapendwa na wengi, soka inapendwa na mashabiki wa soka nchini Kenya. Baada ya CHAN sasa ushabiki umehamia kwa ligi, wanaifuatilia ligi mwanzo mwisho, ni mwamwi mpaka mwisho. Watakuwa wanaitazama ligi ya SportPesa ikiwa leo ni raundi ya pili kabla kuweza kupigika mechi zingine kesho na siku ya Jumapili. Waliotulia wametulia wakiendelea na gumzo pembeni tu, lakini nao pia wamefika. Vitafunio vipo, kitafuna wanatafuna, wakunywa wanakunywa maji tu pale, lakini kwa ajili tu ya kuzitazama 90 za mchezo huu wa KCB. Wamepiga uzi wake wa KCB, mashabiki hawa wa KCB wamepiga uzi wao wa KCB kwa ishara kuwa wanaisupport timu yao, kwa ishara kuwa wanaipenda kijani na nyeupe hii ya wanabenki, wanaipenda KCB yao, wanaisubiria 90 za moto hii. Tuone kama watasalia kule juu na kupata alama zingine tatu. Wameanza kwa moto, wameanza kwa kuonyesha wana uwezo msimu huu, lakini mashabiki wengine pia shingo nzito kweli kweli kwa ajili ya kutazama dakika 90. Naambia watoto wa mjini hao bwana, shingo nzito, shingo ya bei ya juu kabisa. Uwanja umependeza, uwanja umetaradad kuweza kuchezwa 90.
kiwa ni salams tu zile za kabla ya mchezo wale. Humphrey Ochieng Mieno na Elias Echeseka wazoefu leo watakuwa navaa kitambara cha unaodha. Happy belated birthday Humphrey Ochieng Mieno, akitabasamu na wengine amecheza nao, lakini wengine pia aliwapata ndani ya KCB. Humphrey Ochieng Mieno akiongoza kikosi cha Robert Matano kuweza kutinga dimbani. Atakuwa anatimia umri wa miaka 36 baada ya kusherekea siku yake kuzaliwa hiyo jana, lakini ni mara 25 timu hizi zinakutana. Kumbuka KCB wametamba na kutaratamba wakishinda mara 10, lakini vijana wa Greatness Within Mathare United wameshinda mara 6 tu. Mwamuzi wakati ameuchukua mpira wake kuweza kutafsiri sheria 17 na hata kuongezea busara tu na hekima kwa ubora wake. Atakuwa na tafsiri sheria hizo akisaidiwa na wenzake wale, lakini Mathare United siku 3 tu baada ya kupoteza mechi ile dhidi ya Posta Rangers, leo wanashuka dimbani tena kuzitafuta alama za kwanza za msimu. John Junior Nyawir ana sura ya kazi, amepania leo, ana kazi yake leo, shughuli ni ya kwake John Nyawir Junior kuweza kuonyesha uwezo wake na kuiletea raha mstarehe mashabiki, lakini pia timu ya Mathare United. Lakini ni Disemba Dise Kisaka, Mr. Polite, aliweza kuzalisha goli la kwanza mechi ya kwanza ya ligi uga wa kimataifa wa Kasarani. Ana assist moja msimu huu. Je, atakuwa na nini na guu lake la kushoto? Disemba Dise Kisaka, rasta zimetulia tuli, lakini dakika 90 utaziona zikipepea rasta zake. Disemba Dise Kisaka, itifaki zote zinafuatwa wakipangana kwa mstari sawa kabisa kabla timu wageni kuwasalimu timu wenyeji, lakini Brian Ouru, man like Ouru, yupo tayari pia kuweza kuipambania Mathare United. Wageni wa mchezo Mathare United wakiwasalimu tu waamuzi pamoja na wanabenki wa KCB kuwatakia heri njema kwa mchezo wa leo, lakini ni itifaki tu zile za fair play kabla ya mchezo wa kwanza. Kikosi cha Robert Matano the Lion, mfumo wa 4-4-2, mabadiliko ni mawili. Ameanza leo Josephat Ndafu kama mlinzi wa kushoto, lakini pia ameanzishwa sajili mpya msimu huu ni Jako Ng'anya Okelo ambaye atakuwa anacheza pacha na Humphrey Ochieng Mieno, huku washambuliaji wakiwa ni wawili, Kelvin Etemesi Njili na Richard Omondi, naye kijana Teja Wanumbi akianzia bench kule, wakipata picha ya kumbukumbu, picha ya kukumbuka siku kama ya leo tarehe ya 26 mwezi wa 9 ilipigwa mechi raundi ya pili ligi kuu ya SportPesa dhidi ya wageni wa leo. Wamepiga njano yao ambayo imependeza, ni the Slum Boys, Greatness Within Mathare siku zote. Watoto wa mjini wanakuambia Mathare siku zombo, kiwa nafasi ya 14, hawana alama hata moja, lakini leo huenda wakaipata alama yao ya kwanza, huenda wakaipata hata zote 3, au huenda wakaipoteza kabisa. Nahodha kwa upande wa Mathare United ni Elias Echeseka akiwa anaanza kama mshambuliaji kinara leo. Pilato wa mchezo anawapa tu madini tosha kabla ya mchezo. Sheria zimebadilika, anawajuza kuwa kipa wako akishika mpira zaidi ya sekunde 8 moja kwa moja itakuwa ni kona kwa timu pinzani. Anawaambia kuwa sheria zimebadilika, muwe makini kabisa. Ninayo dhamana ya kutafsiri sheria zote 17. Akirusha sarafu yake juu kuamua nani ataanza upande gani, lakini wanaelewana kwa uzuri Elias Echeseka na mwenzake Humphrey Ochieng Mieno. Pilato wakati atakuwa ni Emmanuel Ochieng akisaidiwa naye Bi Gladys Kamuren, Abdikader Zakaria, Paulo Menu mwamuzi wa akiba, naye kamishna wa mchezo Macha sasa ni Dorcas Moraa. Wapo tayari waamuzi wote wanne, lakini kwa upande wa kocha John Kamau Irungu, mfumo wa 4-3-3, badiliko ni moja tu. Ameletwa ndani Mohamed Kilume kuchukua nafasi yake, kijana ameletwa ndani Jacob Onyango kuchukua nafasi ya Mohamed Kilume ambaye bado hajapona jeraha lake 100%. Kwa hivyo leo ameweza kuanza bench akianza Jacob Onyango, lakini kubwa zaidi kule juu ni Paul Kinyanjui, Elias Echeseka naye John Nyawir Junior kuwatafutia magoli kwa upande wa Mathare United. Tayari wamefunga goli moja, goli lake Elias Echeseka, lakini walipoteza mchezo ule. Ni kocha mwenye mataji manne Robert Matano the Lion,
the only lion in the jungle, mechi yake ya pili ndani ya KCB. Lakini mpinzani wake wa leo ni John Kamau Irungu. Pep Guardiola wa Kenya atakuwa anayeongoza Mathare United, sura ya kazi anayoonyesha akiwa kwenye bench pale. John Kamau, wachezaji wapo tayari wakijishasha kweli kweli, vijana wa Mathare United. Msimu uliopita waliweza kuchezea sare ya kufungana goli moja, lakini Mathare United walipata ushindi mechi yao ya nyumbani na kupata alama zote 4. Vijana wa Mathare United mbele ya wanabenki wa KCB. Karibu sana popote pale ulipo, karibu sana ndani ya jiji kuu la Nairobi, karibu sana ndani ya Kasarani Annex, ikiwa ni raundi ya pili ligi ya SportPesa. Wapo nyumbani wanabenki wa KCB kuweza kutifuana na wageni wao wa leo Mathare United. Itakuwa ni mechi tamu hii, mechi ya kupendeza ya Ijumaa. Nyuma ya bomba utakuwa na Charles Onyango Mabololo kuweza kutafsiri na kusimulia dakika zote 90 za mchezo. Kwa hivyo kamkawa kuenjoy, kamkawa burudani. Hii ni Azam TV, burudani kwa wote, na tunakupa kitu roho inapenda, picha za HD, lakini pia slow-mo za kishua, huku watu wamechangamka kweli kweli. Richard Omondi anageuka uzuri, Boniface Omondi, Bajaj imeletwa ndani, Kelvin Temesi ametoka langoni, ameokoa Kevin Ouru, kwake somo wake Brian Ouru. Wameanza kwa moto kweli kweli. Disemba Kisaka ana kushoto ya dhahabu, anakataa na kupangua Kevin Ouru. Wameanza kwa moto, wana jambo lao, wana benki, huenda wanazitaka alama zote 3 tena. Wadau wa soka wametaja kuwa KCB msimu huu huenda wakawa miongoni mwa wale ambao watatoa taji ile baada ya msimu huu. Ni favorites kwa wengi tu wadau wa soka. Kulikuwa na space kubwa kabisa nyuma ya walinzi wale. Kelvin Temesi Njili alienda kuchangamkia, lakini wa kwanza kufika ni mlinda lango Kevin Ouru. Na alitaja kuwa kuanzishwa kwa Elias Yecheseka ni badiliko la kiufundi, kwa hivyo leo atakuwa anafanya runs kwa channels zote. Kati yupo, pembeni pia yupo, huku akipambana na bamdogo Josephat Ndafu ambaye ameanza mechi yake ya kwanza ndani ya ligi kuu, kijulikana kama SportPesa League msimu wa mwaka 2029-26. Richard Omondi, Babatiza watairusha KCB. Clyde Senaji, wote wameshuka chini, Mathare United kuzuia. Clyde Senaji cheza ndefu ile, lakini haikuweza kulenga lango la kipa Kevin Ouru ambaye alikuwepo ndani ya Posta Rangers msimu uliopita, lakini akamshawishi kocha John Kamau kuweza kumleta ndani ya Mathare United. Ni kocha anayependelea sana kupapasa kwa kucheza tikitaka kutoka nyuma, kwa hivyo inaonekana quality yake Kevin Ouru iliweza kumshawishi kocha John Kamau na kumsajili ndani ya uzi wa Mathare United. Kelvin Temesi Njili amepiga ndefu mno, naye pia amesajiliwa msimu huu kitokea Simba wa Nairobi, Nairobi City Stars walioshuka daraja, akajiunga na Simba Lion. Nao pia wanajiita Lions Den wa KCB, wana nembo ya Simba kifuani. Paul Kinyanjui wameshuka chini kuzuia, wapo wengi. Kitazama wingers wa Mathare United, Paul Kinyanjui na John Nyawiru wapo nyuma kabisa kwa shughuli ya kuwasaidia fullbacks wao kuzuia. Kwenda kurusha Sami Mbuye, ameikataa Humphrey Ochieng Mieno.
Kirusha Sami Mbuye Gasto. Paraza kwa kichwa Elias Yeche. Mekataa Clyde Senaji Sena. Zamu yake ya kurusha tena. John Kamau alicheza kama goalkeeper wakati wake. Nakumbukwa sana akipata mafanikio ndani ya Thika United. Lakini timu ya vijana Thika United akishinda taji la under 19 nao. Kabla kufunza timu kubwa na timu kadha wa kadha ndani ya ligi kuu nchini Kenya, SportPesa League. Cha kwenye kidari uzuri Kelvin Etemesi Njili. Bada na Omali. Anakataliwa na Brano Ouru, man like Ouru. Mepiga pasi imepotea, Bajaj. Meicheza kipa na sita lakini hatimaye na udaka Kevin Ouru. Ian Omondi. Anza naye Sami Mbuye, komanda amekataa. Wamepokwa mali uzuri Disemba Kisaka. Mr. Polite, mimina ndani Disemba. Nashindwa kuunganisha. Boniface Bajaj. Takuwa wanakifanya kwa marudio sana. Disemba Kisaka takuwa wanazicheza crossi kwenda kwa Boniface Bajaj ambaye anatokea kwa blindside ya mlinzi wa kushoto Herit Mungai. Atariza 1-2 imekubali Kelvin Etemesi. Baada amekataa Herit Mungai. Munga. Mali yake Brano Chieng Supario. Imetembezwa kushoto John Nyawir. Ametulia. Leta cross lakini amekaa uzuri mlinzi wakati Sena yule Jako Ng'anya Okelo. Ameipokea kama anaipokea maua Boniface Bajaj. Touch ya kwanza imekubali lakini tayari offside. Kwa mezidi Kelvin Etemesi Njili. Yupo vizuri mwamuzi msaidizi wa pili Abdikadir Zakaria. Alikuwa mbele zaidi Kelvin Etemesi na kucheza mpira baada ya kutokea eneo la kuotea. Wanatarajia Elias Yeche kuweza kushuka chini kujiunga na walinzi wale, na huenda ikawa ni mbinu tu ya kiufundi kuweza kumvuta mlinzi Amaton Samunya, kisha space ile anayoiacha Elias Yeche aweze kuikimbilia mchezaji mmoja wa Mathare United. Ian Omondi baada hujatoka, man like Ouru, Brano Ouru. Supario Brano Chieng imewekwa pembeni kwa Herit Mungai Munga. Touch ya kwanza imemsaliti Ria, ameipoteza kwa Boniface Omondi Bajaj, lakini amechezewa ndivyo sivyo, wakipata ikabu wana benki wa KCB. Touch ya kwanza ilikuwa nzito na akaipoteza kwa Boniface Omondi, na umeona Mathare United mpaka sasa hawajaweza kufanikiwa na build up yao kutokana na distance. Wachezaji wapo mbali sana, kwa hivyo wanafanya shutting kwa haraka wachezaji wa mbele wa KCB na kwa nyima nafasi ya kujenga mashambulizi yao. Brano Chieng. Bran Ouru ameipoteza, alidhania yupo peke yake uwanjani. Ametoka John Nyawir Junior. Ana kushoto nzuri Nyawir. Brano Chieng Rio. Miss pass nyingine tena. Wameinasa wana benki. Na kila wakiinasa target yao ni space nyuma ya backline ya Mathare United. Anatarajia kufanya mikimbio ndani ya space ile ni Kelvin Etemesi. Josephat Andafu. Ameicheza Humphrey Chieng Mieno na Jako Ng'anya. Amekataa Herit Mungai. Kina wameshindwa kudhibiti bado John Nyawir Junior. Wamesakamwa kwao Mathare United.
Disemba Kisaka nakataa. Brian Ouru kwa na msimu bora msimu uliopita na Mathare United. Brian Ouru kiwa na goli moja, lakini alichangia magoli manne kwa maana ya assist 4 msimu uliopita. Brian Ochieng Rio sasa imefika kwa John Nyawir Jr. Paul Kinyanjui. Nyawir anaileta ndani. Nyawir babatiza kwa Fadhili Masud Mwinyi Mvua, wakienda kucheza kona. Vijana wa mtaani Mathare, greatness within. Lakini Robert Matano ametulia tuli pale, akiendelea kusoma mchezo tu. Wakati Jacob Onyango kiwa amefanyiwa man marking ile na mwenzake Josephat Andafu. Akionya kwa domo mwamuzi, lakini anaicheza kona. Elias Yeche anakataa uzuri. Jaco Ng'anya bado anao, imemkatalia Brian Ochieng Super Rio. Dakika ya 11 ya mchezo, bado wana benki wa KCB bila, lakini pia vijana wa Mathare United bila. Kichezewa ndivyo sivyo Richard Omondi, nyewe namwita Dybala wa Ahero kule. Kwa natoka, lakini kashikwa jezi naye Brian Ochieng Super Rio. Aliitumikia KCB kwa miaka 8 tangia mwaka 2016 hadi mwaka 2024, lakini sasa yupo ndani ya Mathare United. Inaletwa ndani huku, bado anapambana. Disemba Kisaka anaileta na kataa. Brian Ouru bado wanaondosha, lakini tayari walikuwa wamezidi wana KCB kwa katika eneo la kuotea. Bado pembeni kule alikuwa eneo la offside Kelvin Etemesi Njili kabla ya kucheza mpira ule. Sami Mbuya na liweza kufika Paul Kinyanjui, lakini akacheza kutumia mkono. Alisema kwa alicheza kwenye deep freezer pale, lakini Pilato amcheze Emmanuel Ochieng aliona tofauti kabisa. Kiwa leo amejaza midfield yake John Kamau, kocha wa Mathare United, akicheza na viungo watatu Brian Ochieng, Brian Ouru na Jacob Onyango, dhidi ya viungo wale wawili wa KCB Jaco Ng'anya na Humphrey Ochieng Mieno. Wenda tukaona pia wakitawala sana eneo lile la kati vijana wa Mathare United.
Alienda kumsukuma John Nyawir, ni mlinzi wa kulia. Fadhili Masud Mwinyi Mvua ambaye alitoka Dodoma Jiji, Tanzania bara kule, baada ya kucheza ligi ya Tanzania bara amerejea ndani ya ligi au amejiunga na ligi ya SportPesa ya Kenya. Inaletwa na Herit Mungai, anaikata Jako Ng'anya, lakini atapata nafasi ya kurusha tena Herit Mungai. John Nyawir inaletwa ndani, kwa uzuri Amaton Samunya, cheza ndefu ile, lakini yupo vizuri Kevin Ouru. Ameipata Richard Omondi, amekataa tena Brian Ouru. Na wanashambulia kwa kutumia wachezaji wanne wa juu, kwa maana washambuliaji wawili, Kelvin Etemesi nyuma yake Richard Omondi, lakini pia pembeni Boniface Omondi na Disemba Kisaka. Kwa hivyo wana nafasi nzuri wanaposhambulia wanabenki wa KCB, wakiweza kutengeneza 1v1s katika maeneo yote yale, manake inakuwa ni walinzi wanne wa Mathare United dhidi ya washambuliaji wanne wa KCB. Kwa hivyo tayari wanaposhambulia wametengeza 4v4. Huenda ikawa ni mbinu ya kocha Robert Matano kuweza kuwapa pressure kubwa kabisa walinzi au backline ile ya Mathare United. Boniface Munyasa cheza kwa kichwa, Disemba Kisaka amechezewa ndivyo sivyo, naye mlinzi wa kulia Sami Mbuye anafika kweli kweli. Sami Josephat Andafu anatafutwa, amecheza kichwa Ian Omondi. Bado wanao wana benki hawa. Fadhili Masud Mwinyi Mvua, gula kidhaifu limefika kwa Richard Omondi Dibala. Josephat Andafu inamimina cross ya Andafu, anakataa Kevin Ouru akiugota, wakipata kona wana benki wa KCB. Alipanda uzuri Josephat Andafu, akaileta krosi maridadi ile, lakini alitoka langoni na kugota mali pale Kevin Ouru, wakipata kona yao wana benki wa KCB. Kona yao ya kwanza ya mchezo, analeta Disemba Kisaka bado, lakini anaidaka uzuri Kevin Ouru. Nao ni wazuri wa kucheza set piece, kwa hivyo Mathare United watakuwa na kazi kubwa kuweza kuzuia mpira wa ikabu kwa upande wa KCB, lakini pia kona zile set piece yeyote ile. Itabidi wajipange sana wanavyopanga mstari wao, lakini pia wanavyomlinda Kevin Ouru kuweza kuchukua mpira, lakini pia kuweza kuzuia crossi na set piece zile za KCB. Herit Mungai naye pia amepiga ndani ya KCB. Boniface Bajaji Omondi nakataa Herit Mungai, lakini tayari madhambi yalikuwa yametendeka pale. Kiangalia timu zote zinazuia kwa idadi nzuri tu, bila mpira timu zote zipo discipline sana. Herit Mungai ameipigaje Munga, lakini mpira ulikuwa bado nazunguka pale wakati anaucheza kipa Boniface Munyasa.
Crossi alitoka langoni uzuri tu, good timing yake Kevin Ouru, akamua kugota utoke badala ya kudaka mazima. Kevin Ouru yule Andafu amekataa. Brian Ochieng, Amaton Samunya cheza na kipa wake Boniface Munyasa, ametafutwa Boniface Omondi Owino Bajaj, lakini ni mali yake Clyde Senaji. Sena Amfre Chieng Mieno More, Disemba Dise Kisaka, Mr. Polite anatafuta space kule, lakini yupo vizuri kipa Kevin Ouru. Jako Ng'anya mechi ya kwanza alianzia bench, leo ameanza nafasi ya Dennis Koyu Maruti. Boniface Omondi Owino leta cross ya fifu mno, naishia kutoka nje. Boniface Omondi top scorer wa ligi mpaka sasa, kiongoza chaki za ufungaji ndani ya SportPesa League ni Boniface Omondi Owino, akifunga brace magoli mawili dhidi ya Tusker, lakini pia Brian Michira Migiro M10 naye pia alipachika magoli mawili dhidi. Ameikubali kanzu Ijumaa. Boniface Omondi Owino leta ndani, lakini bado hajapatikana Kelvin Etemesi. Disemba Kisaka, Etemesi pembeni, Josephat Andafu mechi yake ya kwanza ya ligi kitokea timu ya Tusker Youth, timu ya vijana ya Tusker, lakini pia amechezea timu ya 6-2 ya kule Kibra. Josephat Andafu, Richard Omondi, Disemba Dise Kisaka ametolewa kwenye njia, mwamuzi anasema amechezewa rafu. Mr. Polite sasa rasta zake zinapepea, alikuwa amemtoka Sami Mbuye komando, lakini akasema hapana, mimi ni komando, sipitwi hivi vivi, akamnyima nafasi Disemba Kisaka kupenya. Ukuta wa wawili, Josephat Andafu mimina ndani, ameikosa Herit Mungai. Boniface Omondi amekataa. Jacob Onyango Yobo, mali yake Amfre Chieng Mieno More. Jako Ng'anya amekanyaga, ameiacha. Wameipoteza wana benki wa KCB, na tayari alikuwa amecheza ndivyo sivyo Amfre Ochieng Mieno. Lakini pia alifika Fadhili Masud mwenye mvua, fullback kwa kulia wa KCB, anafika kweli kweli. Dakika ya 23, KCB bila, Mathare United bila. Kenda kurusha Herit Mungai, familia moja na mlinzi wa kulia Nicholas Meja. Simu iliyopita ilikuwepo ndani ya sajili ya Shabana, familia ya soka. Leo pia familia ya soka imewakilishwa ndani ya KCB. Ameanza Clyde Senaji, kakake mdogo Lamek Luhangala yupo bench. Kwenda kurusha Fadhili Masud mwenye mvua. Richard Omondi natafuta overload kulia kule wana benki wa KCB. Boniface Omondi Owino anayondosha Herit Mungai, sio mbali sana, inaletwa cross. Fadhili Masud anakataa, lakini bado upo kwake Disemba Kisaka, mimi na cross ndani. Babatiza na kuondosha hatari ile. Ni vijana wa Mathare, Eli Asieche, John Nyawir Junior, Asieche Seka,
Ouru, Herit Mungai, Brian Ouru, kini pressure imewalemea, wamepoteza ndani ya nusu yao tena. Josephat Andafu ameoverlap uzuri, Andafu leta crossi, ametulia Ian Omondi, bado wanayo Jack Ong'anya na paa juu ya lango. Jack Ong'anya Okello walianza kujenga kwao, lakini wakaipoteza tena. Jaribio lake Jack Ong'anya Okello likapaa juu ya lango lake Kevin Ouru, ikiwa ni off target ile. Tayari alikuwa amezidi na kuotea Richard Omondi, kinaswa na mwamuzi msaidizi wa pili Abdikadir Zakaria. Wameipoteza tena Mathare United. Je, wataadhibiwa kwa makosa? Anakataa Francis Kayugi Ali. Bado wanarudi tena. Fadhili Masud Mwenye Mvua, tachi ya kwanza imekubali, lakini anakataa Jacob Onyango Yobo. Kienda kucheza kona yao ya pili ya mchezo, lakini akitoa onyo pale. Pilate Emmanuel Ochieng inaletwa ndani, ametoka huru na kupangua, akidhibiti uzuri, lakini tayari yupo chini mchezaji wa Mathare United. Mchezo umesimama kutokana na jeraha la kichwa. Ni man like Ouru, Brian Ouru, ambaye amepata maumivu kichwani. Alitoka langoni na kucheza, lakini pale pale tu alifika akatumia mkono wake Kelvin Etemesi na kumdhuru Brian Ouru. Kiwa anagangwa tu pale na daktari wa timu kuweza kumpa tiba ya kwanza. Lakini mpaka sasa akipewa mawili matatu. Amaton Samunya, made in Nakuru, jinsi ya kuzuia, lakini Kevin Ouru bado amelindwa na walinzi wake. Ian Omondi amekuwa kwa karibu sana, man marking bora kabisa na Kelvin Etemesi Injili. Disemba Kisaka drop ball. Albin Manusra Aketi, lakini amekataa Sami Mbuye. Ukiitwa komando lazimu komae bwana. Anaileta Josephat Andafu, anakataa Elias Echeseka. Umeipoteza Mathare United. Disemba Kisaka ametoka, ameanza msimu kwa moto kweli kweli. Disemba Richard Omondi Dibala imekataa. Nao Paul Kinyanjui pembeni. Sasa Herit Mungai,
lakini peke yake tu Boniface au Boniface Munyasa, akiwa naye Boniface Omondi, lakini kipa wao ni Boniface Munyasa. Andafu Josephat, pasi imepotea. Brano Oru cheza naye Brano Chieng Rio, Super Rio, Dana ya wana Mathare. Brano Oru pambana. Jaco Ng'anya ameipata, cheza na mwalimu wake uwanjani Humphrey Ochieng Mieno. Imefika kwa Disemba Dise Kisaka, amewekewa lakini amekataa. Ian Omondi yupo very tight naye Kelvin Etemesi. Ian Omondi Elias Yeche, angalia nafasi anayocheza wakati wanaanza build up yao. Mathare United anashuka chini kabisa. Nusu saa zipo bado bila, nyavu zimenuna. Lakini pia alifikiwa kiungo yule Jacob Onyango. Leo pia midfield battle ni ya ziwani bana. Jacob Onyango Yobo, Humphrey Ochieng Mieno wanapambana pale kati, na mpaka sasa 3v2 inaonekana kwa faidi sana Mathare United, wakati tayari alikuwa ameotea Elias Yeche Seka ambaye msimu uliopita alipachika magoli 4 na kuchangia magoli 4, goal contribution ya magoli 8. Josephat Andafu leta cross, anakataa. Francis Kayugi Ali tia kwenye kidari uzuri. Sami Mbuya ametan bila kutetereka. Paul Kinyanjui, lakini pasi imepotea tena. Humphrey Ochieng Mieno amejibu kwenye deep freeze, ameachia pasi, lakini wow, hii battle nzuri. Ian Omondi na Kelvin Etemesi wana kazi yao. Ndio ni mechi ya KCB na Mathare United, lakini pia Ian Omondi, Francis Kayugi wanamfikia kweli kweli Kelvin Etemesi yule. Francis Kayugi alifika, lakini alionekana kupata maumivu gotini. Kati pia wakipata nafasi ya kukata kiu mchezaji wale, naye pia itamlazimu aondoke nje kabla ya kurudi uwanjani. Herit Mungai, Brano Oru fanya high pressing, ni wana benki wa KCB. Je, watawalazimishia makosa tena? Sami Mbuye tafuta njia. Ian Omondi amekosa njia, watarushwa na benki wa KCB. Josephat Andafu anza naye Humphrey Ochieng Mieno, amekataliwa na Paul Kinyanjui. Jaco Ng'anya,
Pasi imefika Fadhili Masud mwenye mvua. Boniface Omondi Bajaj ametoka bado. Fadhili Masud ameendelea na run yake, lakini mwamuzi anasema hamna kitu. Alijiangusha Fadhili Masud mwenye mvua. Mchezo unaendelea. Brian Ochieng, Sami Mbuye, mali yake Paul Kinyanjui, ameendeleza run yake. Sami Mbuye inaletwa ndani kwa Elias Seka, offside, tayari alikuwa ameotea. Huenda wakatumia kulia Mathare United, kifanya overlap zile. Sami Mbuye, Richard Omondi yupo chini, mchezaji wa Mathare United Herit Mungai. Kigaragara nyasini pale Herit Mungai. Inaonekana msuli umetuna. Lakini ataendelea na mchezo. Ataendelea na ngoma tu bado. Herit Mungai kwa nafanya run yake Fadhili Masud mwenye mvua, lakini hakukwepo na contact yoyote. Alijaribu kumwadaa tu, lakini hakuweza kufanikiwa. Fadhili Masud mwenye mvua. Jako Ng'anya, Jacob Onyango, sasa ni milki ya Mathare United. Herit Mungai, Munga merudi nyumbani kwa Kevin Ouru, naye amepitia Green Commandos, kipa wa Mathare United, sawia na mwenzake Jako Ng'anya. Anakuambia made in Kakamega Government School kule. Amaton Samunya, sasa ni zamu yake Boniface Omondi Owino Bajaj. Jako Ng'anya, Amfre Ochieng Mieno bado wanao KCB. Disemba Kisaka anatafutwa, Kelvin Etemesi, lakini wa kwanza kufika ni kipa Kevin Ouru. Jaribu kumlisha tu na kumtengenezea nafasi nyingi kipa Kelvin Etemesi, lakini mpaka sasa bado hajaweza kufanikiwa kucheza pasi za Disemba Kisaka, lakini pia kucheza pasi au cross za Boniface Omondi na Richard Omondi. Brian Ouru cheza naye Francis Kayugi Ali, amejiunga na viungo wa Herit Mungai, Elias Seka, Brian Ochieng, chia kwenye kidari uzuri Jacob Onyango Yobo, Sami Mbuye, ni Gadiola ball sasa. Jacob Onyango Yobo ameipoteza kwa Disemba Kisaka. Dise amefikiwa kweli kweli, ameondoka Disemba Kisaka, lakini pasi yake kwa ndefu mno kuweza kumpata Richard Omondi, mashabiki wake wakimwita Dibala. Josephat Andafu amepatikana, Kelvin Etemesi amemegea uzuri Richard Omondi. Wow, touch ya kwanza imegoma kwake Richard Omondi. Dibala kwa ni 1-2 nzuri ndani ya 18, lakini mguso wake wa kwanza kakataa. Senaji mecheza bado Jako Ng'anya, Amfre Ochieng Mieno amekataliwa
Mlango imefungwa kwa Disemba Kisaka. Brian Ouru. Kini watairusha Fadhili Masud Mwinyi Mvua. Kiwa dakika ya 40 bado bila. Hamna goli mpaka sasa. Boniface Omondi ameipoteza. Anajibu tena Amaton Samunya. Na uwezo mkubwa wa kusoma mchezo Amaton Samunya kuweza kuklia mipira ya angani, lakini pia ni mzuri wa kuzuia 1v1s. Alichezewa ndivyo sivyo. Hii sasa ni vita ya ziwani, waachie wenye ziwani yao bwana. Jacob Onyango Yobo na Humphrey Chieng Mieno. Boniface Munyasa amecheza kutumia mkono. Naambiwa sio mchezo wa raga wala voliboli. Jibu Fadhili Masud Mwinyi Mvua. Boniface Omondi bado upo ndani. Herit Mungai, je, watafanikiwa? Madhambi yamefanyika pembeni. Fadhili Masud Mwinyi Mvua mara ya pili anamfikia mzima mlinzi yule Herit Mungai atariza. Wakipata mpira wa ikabu, je, wataitumiaje Mathare United? Walikuwa wanachezeana 1-2. John Nyawir Jr. akiwa na mwenzake Herit Mungai atariza, lakini aliitaka njano. Mwamuzi anasema hapana, hutanifunza kazi. Anaicheza Elias Yeche. Uzoefu unalipa. Ni Elias Yeche Seka alifunga mechi yao ya kwanza Mathare United. Anafunga tena nao wanakata mauno sasa. Ni 1, 2, 3 kisha wanacheza dance yao. Ni ubora wake Elias Yeche Seka. Ameonyesha uwezo wake na mpira uliokufa. Ni dead ball specialist. Mpira umemzidi kipa Boniface Munyasa. Anaongoza lakini bado ana furaha John Kamau. Elias Yeche Seka. Upigaji Boniface Munyasa alitaka kuondoa, lakini wapi, akatapatapa kama mfamaji ambaye haachi kutapatapa. Mwisho wa siku akaongoza densi ya Nomonde. Ni 1, 2, 3 wanashuka nao tu. Wapo mbele, greatness within. The Slum Boys wanaongoza tena ndani ya Kasarani Annex. Waliongoza dhidi ya Posta Rangers na leo tena wanaongoza dhidi ya KCB. Cheza Kevin Ouru. Anakataa ya Nomonde. Cheza Amaton Samunya. Kina meondoa Brian Ouru.
Amepigaje pale kipa Boniface Munyasa? Alikuwa na kazi kubwa kocha wake wa makipa, lakini pia kocha wake Robert Matano. Kumbuka kwa mara nyingine direct free kick ya pili inafungwa baada ya Hansel Ochieng kupachika goli dhidi ya Shabana. Leo pia moja kwa moja tumemwona Elias Yecheseka akifunga set piece ile ya moja kwa moja mpaka ndani, lakini atalaumiwa pakubwa kipa Boniface Munyasa. Upigaji wake Elias Yeche alitaka kuondoa, ukakataa. Goli lake la pili la msimu Elias Yecheseka aliuchonga uzuri. Boniface Munyasa alitaka kuondoa, ukagoma, uligonga chuma ukaingia ndani tena, lakini ni tekniki bora yake Elias Yecheseka. Ni densi ya Mathare United, kila mechi wanakuja na kitu kipya. Ushangiliaji tena leo wameubadili, wamekata mauno kwa staili yao, lakini Mathare United goli moja KCB bila. Dakika 3 za nyongeza hizo. Ameipoteza John Nyawir Jr. Megawa pasi kwa wingo wa kulia Paul Kinyanjui, moja kwa moja amemtoka Josephat Andafu. 1-2 imekubali Brian Oru, lakini pasi yake inakwenda fyongo na kosa kumfikia mlengo wa Paul Kinyanjui. Ian Omondi cheza naye Sami Mbuye, nakataa Jako Ng'anya. Josephat Andafu, Mr. Polite, Disemba Kisaka ameona positioning yake Kevin Ouru, lakini Albin Manusra anaponea chupu chupu Kevin Ouru. Lakini alimsoma uzuri Disemba Dise Kisaka. Baada ya runs zake Josephat Andafu anapanda na kushuka. Jaribio lake Disemba Dise Kisaka alikuwa offline kabisa, simu yake ilikuwa imezima, aliweka mshale Kevin Ouru, lakini mpira haukuweza kulenga lango. Ingekuwa na makosa mawili ya walinda lango kipindi cha kwanza. Kenda kurusha ni Super Rio Brano Chien. Elias Yeche mekataa Amaton Samunya, na mguso wake ndio wa mwisho kuweza kumalizia dakika 45 na dakika 3 zile za nyongeza za kipindi cha kwanza. Amefunga goli lake la pili Elias Yeche Seka, mechi yake ya pili baada ya free kick maridadi ile kumtatiza mlinda lango Boniface Munyasa. Ikimalizika dakika 45 za kipindi cha kwanza, wanabenki wa KCB bila, Greatness Within Mathare United goli moja. Ni mapumziko. Mathare United tayari wana kitu, tayari wana goli lao. Karibu tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili, ikiwa tupo ndani ya uga wa Kasarani Annex. Zidi kuenjoy, zidi kupata utamu wa ligi kuu ya SportPesa. KCB bado bila, Mathare United wana goli.
Utaendelea kuwa nami Charles Onyango Mabululu kwa masimulizi ya dakika hizi 45 za kipindi cha pili. Amaton Samunya mzuri wa kupambania mipira ya angani, lakini pia mzuri wa kudefend zile 1v1 zile. Fadhili Masud mwenye mvua sasi na muhusu sadfa ilioje hiyo ikinyesha. Hali anga sasa inabadilika ndani ya Nairobi. Jana kulinyesha mitaa ya Kasarani, na sasa leo tena inazidi kuanguka. Uzuri sio mvua ya mawe bwana, mpira bado unaendelea tu. Brian Ouru kienda kurusha. Fadhili Masud mwenye mvua anayondosha. Herit Mungai. Paul Kinyanjui ameinasa, amekataliwa naye Disemba Dise Kisaka. Amezifunga rasta zake kama mchicha sasa, lakini amekataliwa na rasta mwenzake Herit Mungai Atariza ambaye amevutwa, na sasa napata kadi ya njano. Disemba Dise Kisaka sema kwa ulimvuta mwenzako jezi ile. Kunaondoka kwa counter nzuri tu, akamvuta na kuwanyima nafasi ya kucheza counter attack ile, yakiishiwa kulishwa kadi ya njano. Ni Disemba Dise Kisaka, Mr. Polite. Sami Mbuye anakataa. Amaton Samunya. Jibu Ian Omondi. Zamu yake Disemba Kisaka, lakini amechezewa ndivyo sivyo. Paul Kinyanjui naye pia alikuwa na mafanikio makubwa ndani ya Mathare United, magoli 4 msimu uliopita. Sasa anatafuta goli lake la kwanza. Yupo chini Ian Omondi, kishika mkono wake baada ya kukutana naye Richard Omondi. Alivyoanguka tu inaonekana alipata maumivu mkononi. Inaletwa naye Disemba Kisaka, na kataa Kevin Ouru. Boniface Munyasa. Senaja amepoteza. Brian Ochieng Supario ametana Elias Echeseka, lakini inaondolewa naye Boniface Munyasa. Disemba Kisaka analeta cross kwake Kelvin Ateme. Umekula chuma, umerudi ndani. Chupu chupu wanaponea tena Mathare United. Ana kazi kuzuia, ana kazi kudaka Kevin Ouru. Yupo ange langoni kwa ubora. Humphrey Ochieng Mieno, More, Boniface Omondi Owino Bajaj, lakini touch ya kwanza imemsaliti Fadhili Masud mwenye mvua, akiangukiwa na mvua. Kevin Ouru licha ya matone bado yupo vizuri langoni. Kichwa cha Kelvin Temesi aliupangua ukagonga chuma na wakaondoa uzuri tu Mathare United. Alienda juu uzuri Kelvin Temesi, mbele yake Francis Kayugi, lakini alihakikisha ameugusa Kevin Ouru.
kalamba mlingoti pale na kurejea mchezoni. Herit Mungai. Humphrey Ochieng Mieno. Je, kocha Robert Matano atabadilisha kiungo chake? Manake leo ameanza na wapishi wale eneo la kati, Humphrey Ochieng Mieno na Jack Ong'anya. Kwa hivyo bila mpira pia nao wanafanya kazi kubwa, kucheza bila mali. Wametoka lakini amekataliwa naye Fadhili Masud. Humphrey Ochieng, Boniface Omondi, Jack Ong'anya Okello. Amekataa Paul Kinyanjui, anaicheza Jacob Onyango, inaishia kwa mlinda lango Boniface Munyasa. Richard Omondi, Lala Manwar Sami Mbuya na kuondoa. Uwanja mzuri huu wa Kasarani Annex, licha ya mvua bado boli inatembea, pasi zinafika. Wakati yupo chini Richard Omondi, wenyewe wanamuita Dibala wa Ahero kule, lakini amenyanyuka Richard. Ni Disemba Kisaka. Alipambana Josephat Andafu, lakini alilaliwa Manuar Disemba Kisaka. Mashabiki nao wakikinga mvua pembeni kule, na hii mvua huwa ikianguka wengine wanaifurahia. Wakulima wanasema yes, asante kwa mvua, lakini kama leo mashabiki waliofika Annex anajiuliza maswali tu. Boniface Omondi, Omondi anakataa Kevin Ouru. Boniface Omondi ya Owino Bajaj ni kama yupo uwanjani, lakini yupo, alikuwa amebaki peke yake, lakini shuti lake likapanguliwa naye Kevin Ouru. Alihakikisha ameucheza Ouru. Save ya pili kipindi cha pili. Kona ya kwanza kipindi cha pili. Inaletwa ndani kona ile, Chezete Messi bado hujatoka kabisa, kwa ni John Nyawir yule. Andafu Josephat anaimimina ndani, inaishia kwa Kevin Ouru. Cheza Ian Omondi ambaye amechezewa madhambi, na itabidi wajiangalie wanavyoanza Mathare United. Kila mara wakianza wanaupoteza, na sasa watafanya mabadiliko matatu kwa mpigo, akitoka Boniface Omondi Owino Bajaj, lakini pia akitoka Kelvin Etemesi Njili na Jack Ong'anya Okello. Ameingia Mathias Isogoli. Kiungo mpambanaji yule Mathias Isogoli naye pia ameletwa dimbani. Mabadiliko matatu kwa mpigo kutoka
kocha Robert Matano, lakini pia ametoka Kelvin Etemesi, ameingia dimbani Teja Wanambe au Wanumbe yule. Boniface Omondi amepumzika, ameingia Roland Makati. Matias Isogoli, nguvu mpya Matias Isogoli kifikiwa na Ibrahim Ochieng. Ameachiwa Matias Isogoli, anaicheza Isogol na ukamata Kevin Ouru. Na ana tekniki nzuri na kushoto yake Kevin Ouru. Matias Isogoli, Fadhili Mwinyi Mvua, anacheza Jacob Onyango Yobo, lakini bado Brian Ochieng, imewekwa pembeni kwa Paul Kinyanjui, ana kwa ana naye Josephat Andafu. Amekaa uzuri Andafu ambaye ameishia kuchezewa ndivyo sivyo. Amekuwa na debut nzuri mechi yake ya kwanza. Josephat Andafu amekuwa mzuri wa kupanda na kumimina krosi, lakini pia amekuwa mzuri wa kuzuia 1v1 zile. Josephat Andafu Herit Mungai bado ipo salama, lakini itakuwa ni zamu yao ya kurusha Mathare United. Ameletwa Roland Makati ambaye atakuwa anacheza kama winga wa kulia, lakini pia nguvu mpya Teja Wanumbi, sajili mpya msimu huu kutokea timu ya Mwangaza ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule. John Nyawir Jr. amekataa Amaton Samunya. Wameirusha Teja Wanumbi, lakini utakuwa ni goal kick kwao. Richard Omondi amepokwa mali naye Paul Kinyanjui, imewekwa kwake John Nyawir Jr, lakini amekaa uzuri Fadhili Masud Mwinyi Mvua. Na wanafanya badiliko, atakuwa anapumzika Jacob Onyango Yobo, mechi yake ya kwanza ndani ya uzi wa Mathare United baada ya kujiunga nao kutokea Bidco United. Alitoka kwa Mafuta, sasa ameingia kwa Greatness Within. Nafasi yake inachukuliwa na Dennis Okoth. 60 zimemtosha Jacob Onyango Yobo. Kiingia ndani mshambuliaji Dennis Okoth ambaye msimu jana alipiga ndani ya Tore Bobe Shabana.
John Nyawir, baada nao Nyawir tena, mekataliwa naye Roland Makati. John Nyawir Jr. anatafutwa bado, nguvu mpya yule Dennis Okoth, fanya kazi kubwa, lakini unapata kona. Mathare United meletwa kupambana na walinzi wale wakati Amaton Samunya alitaka kumimina crossi, Dennis Okoth akakataliwa naye Amaton Samunya. Lakini mwamuzi anasema bado wakaucheze tena kona ile. Ni yule mfungaji Elias Echeseka, inachezwa ndani huku, wanakoswa tena KCB. Mzuri wa kucheza vichwa Dennis Okoth, alienda kushambulia mpira wake Elias Eche, upigaji mzuri, technique bora yake Elias Echeseka, kini kichwa cha Dennis Okoth kikakosa target na kutoka. John Kamau, Pep Guardiola wa Kenya, anazitafuta alama 3 za kwanza msimu huu. Richard Omondi, Humphrey Ochieng Mieno, amekosekana Roland Makati, na baada ya kuondolewa Jack Ong'anya, sasa atakuwa anacheza kiungo wa chini Mathias Isogoli, kwa juu yake akicheza Humphrey Ochieng Mieno. Francis Kayugi amekataa pembeni, Paul Kinyanjui anakuana naye Josephat Andafu, anatafuta switch huku, lakini tayari alikuwa amezidi. John Nyawir Jr. ameloa kweli kweli. John Nyawir, na wote sio tu John Nyawir. Na huenda wakatumia set piece hizi kwa ubora. Mathias Isogol, je, watatumia set piece kwa ubora Mathias Isogol? Manake atapiga moja kwa moja iwapo atakuwa Kevin Ouru. Basi watakuwa na nafasi ya kucheza second ball zile wana benki. Mathias Isogoli inaishia langoni na mkononi mwake Kevin Ouru. Aliuchonga Mathias Isogoli, lakini pale pale alikuwa na usubiria tu Kevin Ouru, kawa nyepesi kwake kama mrenda, bila pressure yote. Kevin Ouru kaudaka. Set piece ya pili inaishia mkononi mwake Kevin Ouru. Kevin Ouru nakamua glavu zake zile, anaenda juu. Roland Makati nakataa Badan Katan, Francis Kayugi Ali, lakini itakuwa ni zamu yao ya kurusha. Mathare United wana kitu cha kulinda mpaka sasa. Mathare United msimu jana walichukua alama 4 mbele ya KCB,
1-1 nyumbani na 1-1 ugenini. Mathias Isogoli anakataa. Herit Mungai atariza, kibuyu kimeita, alinyosha buti kupitiliza. Mathias Isogoli anaitwa na Pilato Emmanuel Ochieng ambaye anamlisha kadi ya njano. Nguvu mpya kipindi cha pili, Mathias Isogoli, mchezaji wa pili wa KCB kuona njano leo baada ya kumkanyaga Herit Mungai. Naishiwa kuona njano. Nguvu mpya kipindi cha pili, Mathias Isogoli. Kevin Ouru aliweza kuokoa ile top save yake Kevin Ouru na kuwanyima goli la kusawazisha wanabenki wa KCB. Kichwa cha Kelvin Etemesi akajinyoosha uzuri Kevin Ouru na kuweza kuokoa mpira wa Kelvin Etemesi Injili. Naye sasa nafungiwa kamba zile Kevin Ouru bwana. Kisaidiwa na mcheza mwenza na tafuta clean sheet ya kwanza msimu huu. Mechi ya kwanza wakifungwa magoli 2-1 na wachuma barua wale wa Posta. Dennis Okoth, hold up play yake ni nzuri. Herit Mungai atariza, cheza ndivyo sivyo, kwenda kwa Fadhili Masud Mwenye Mvua. Alienda kuzuia Fadhili Masud, lakini ikaishia kumdhuru tu. Yupo chini Herit Mungai Munga kienda kupata ganga ile, na wakati wanafanya badiliko tena, Richard Omondi almaarufu Dibala wa Ahero Ahero na Dibala wao bana, kiwa 68 zimetosha. Kiletwa ndani Philemon Nyakwaka, na anafanyiwa man marking kule juu. Angalia bado jezi zake zimekauka kweli. Philemon Nyakwaka, nguvu mpya, anaileta Fadhili Masud Mwenye Mvua. Roland Makati anapambana, anaondoa Ian Omondi. Elias Echeseka, mali imepotea. Sasa tutakuwa na shambulio wachezaji wawili. Ametoka Kevin Ouru, amepangua lakini amechezewa ndivyo sivyo. Amepata maumivu. Naye daktari pia ameteleza bwana. Naambiwa kuteleza si kuanguka, lakini aliteleza akaanguka. Aliflipu zuri Philemon Nyakwaka, lakini tayari walikuwa wameotea wachezaji wa KCB. Akahakikisha ameupangua mwanzo na kuondoa hatari ile kipa Kevin Ouru, na akaishia kupata maumivu. Aliletwa ndani Philemon Nyakwaka, akaondolewa mchezoni Richard Otieno Omondi. Sasa wanashambulia kwa Teja Wanumbi na mwenzake Philemon Nyakwaka, lakini pia yupo Cedric Kasango na Derrick Kanami Milimu.
kipiga njaramba nje kule kuweza kuchukua nafasi za kumalizia 20 hizi za mwisho. Naye pia naguchia akiondoka Herit Mungai Munga baada ya kupata maumivu, lakini walikuwa nagombania Roland Makati na mwenzake Teja Wanumbi, akaishia kupata maumivu Roland Makati, lakini pia yupo chini Kevin Ouru. Kwa ishara ya badiliko, huenda hatoendelea Roland Makati. Lakini Kevin Ouru bado anaangaliwa kwa ubora kabisa, kwa ishara ya mkono. Hii ndio football language, unaambiwa. Unaweza wa kusoma umemaanisha nini. Hataweza kuendelea, lakini naye anapasha kipa mzoefu Robert Mboya Boban. Amedaka ndani ya Tusker, amedaka ndani ya Mathare United. Ni Mathare through and through huyu Robert Mboya. Akiweza kupashwa na kocha wa makipa David Okello. Je, ataendelea Kevin Ouru? Lakini ilikuwa waligongana ana kwa ana, Kevin Ouru na mwenzake Roland Makati. Akapata maumivu pale Roland Makati, na hataweza kuendelea na mchezo baada ya kupata tiba ya kwanza kutoka kwa daktari wa timu. Naye sasa amekubali machela. Kipa Kevin Ouru naye pia amekubali machela baada ya kupata tiba. Sasa takuwa anaangaliwa zaidi Roland Makati baada ya kugongana na mlinda lango Kevin Ouru. Mchezaji ya Nomondi naye akimtakia nafuu ya haraka kipa Kevin Ouru. Wote watakuwa naangaliwa itifaki zile za maumivu ya kichwa, kwa hivyo watapelekwa moja kwa moja kuweza kuangaliwa zaidi kutokana na jeraha la kichwa. Injury protocols zile zinafuatwa ndani ya uga huu wa Kasarani Annex, na atakuwa anafanya badiliko. Yupo Tyrone Kariuki Didis ambaye anachukua nafasi ya Roland Makati. Tyrone Kariuki, lakini pia yupo Cedric Kasango Seto na Derrick Anami Milimu wakijinyoosha. Huenda tukaona kipa pia Robert Mboya. Nguvu mpya Dennis Okoth aliletwa kipindi cha pili. Lakini kipa Robert Mboya atamalizia alikoachia Kevin Ouru. Hatoendelea. Robert Mboya bado hajapata idhini ya kujaa ndani. Ameenda kuangaliwa kipa Kevin Ouru na mwenzake Roland Makati baada ya kugongana. Na atakuwa anatoka Paul Kinyanjui, lakini pia kipa Robert Mboya Boban akichukua nafasi ya Kevin Ouru, na Derrick Anami Milimu ameweza kuingia dimbani.
kichukua nafasi ya Herit Mungai ambaye naye pia alipata maumivu. Nguvu mpya Robert Mboya Boban, ameingia nafasi yake Kevin Ouru. Sidhani kama amewahi cheza na bukta Robert Mboya. Huenda nikaiangalia takwimu kwa uzuri au kuulizia, manake siku zote naye anapiga tu trouser yake, ile ndio luku yake siku zote. Kipa Robert Mboya. Josephat Andafu pembeni. Disemba Kisaka ameandaliwa. Teja Wanumbi amekataa. Seti Kasango yupo chini. Ian Omondi kini nguvu mpya Cedric Asango Seto, set ambaye alichukua nafasi ya Paul Kinyanjui. Brian Ouru pembeni. Derrick Kanami Milimu anatafutwa. Dennis Okoth lakini ameachiwa. Boniface Munyasa anza na Fadhili Masud Mwinyi Mvua. Mvua imepungua sasa, baada na pambana. Brian Ochieng, Elias Yecheseka wameipoteza. Philemon Nyakwaka lakini ametumia nguvu. Mathias Isogoli alimsukuma Elias Yecheseka, ikiwa dakika ya 77. KCB 0 Mathare United goli moja. Clyde Senaji cheza kichwa. Fadhili Masud Mwinyi Mvua. Lala Manuar Derrick Kanami, lakini imetafsiriwa kuwa alicheza madhambi kwenda kwa Fadhili Masud Mwinyi Mvua. Alienda kucheza mpira na sasa muundo wao pia umebadilika. Mathare United watakuwa wanatumia wingback sasa, wakitumia walinzi wakati watatu na fullbacks wawili, wakizuia watakuwa watano nyuma. Vijana wa Mathare United Sami Mbuye na John Nyawir sasa wanakuwa kama wingbacks wale, huku kiungo akicheza Brian Ochieng, Brian Ouru na Elias Yeche, na washambuliaji wawili Derrick Kanami Milimu na mwenzake Dennis Okoth. Ndio timu ya John Kamau wanabadilisha sana na mazoea kubadilisha muundo na mfumo wa timu ndani ya uwanja kutegemea na vipindi tofauti. Robert Mboya anacheza kichwa. Clyde Senaji, mali yake Tyron Kariuki, penyeza pasi kwa Philemon Nyakwaka. Nguvu mpya kipindi cha pili bado, lakini umetoka. Philemon Nyakwaka ambaye anatokea kulia, kwa na dribble tu, tayari mpira ulikuwa umevuka mstari ule. Ametaa Derrick Kanami, pasi imegoma. Amaton Samunya, outfoot pass, anajibu Ian Omondi. Brian Ouru imepotea kwa Disemba Kisaka, lakini nguvu mpya Cedric Kasango anazuia kwa uzuri.
Disemba Kisaka meza kukwachuliwa naye Brian Ouru. Na Mathias Isogoli ana nafasi kutokana na hali ya uwanja kudundisha tu mbele ya kipa Robert Mboya. Manake mipira yote miwili ya ikabu amepiga moja kwa moja kwenda kwa kipa. Je, atabadilisha sasa? Mathias Isogoli anaicheza na kataa Brian Ouru, itakuwa ni kona. Pigaji ni yule yule Mathias Isogoli, anaileta ndani. Isogoli bado upo, anaondoa Imbuye kwenda kujibu counter sasa, lakini amekaa uzuri Fadhili Masud mwenye mvua. Wanarudi tena Mathare United. Derrick Kanami Milimu, Brian Ouru, Elias Yeche, ni gonga tu yaona Mathare na wanapata ikabu. Kometengeza pembe tatu pale eneo la kati, wakipasiana wenyewe kwa wenyewe tu. Kini akacheza ndivyo sivyo Humphrey Ochieng Mieno, akilalama kuwa alicheza mpira lakini aliishia kumuumiza tu Brian Ouru. Ameachiwa John Nyawir Jr. John Nyawir na paa juu ya lango na kuchoka. Dakika hizi za lala salama, wanatafuta goli la pili Mathare United. Dennis Okoth naye pia anatokea familia ya soka. Dennis Okoth, kakake Lawrence Okoth ambaye amejumuishwa ndani ya timu ya taifa ya Harambee Stars na kocha Benny McCarthy, na wote ni washambuliaji. Familia ya mzee Okoth hiyo bila shaka amezaa washambuliaji na kuwaleta. Lawrence Okoth yule alikuwa anapiga ndani ya Mofa, lakini pia na timu ya taifa under 20. Dennis Okoth sasa ni zamu yake ndani ya Mathare United. Ameicheza Humphrey Ochieng Mieno, Teja Wanumbi, lakini pasi haikumfikia Disemba Kisaka. Disemba Dise Kisaka mekataliwa na Brian Ochieng Super Rio. Sami Mbuye hataki kuangalia inakoenda, yende. Sami Mbuye tafutwa Dennis Okoth na shield mali yake kwa uzuri kabisa. Elias Yecheseka imepotea. Tyrone Kariuki Didis penyeza pasi, anakataa Francis Kayugi. Humphrey Ochieng Mieno, boli bado inatembea ndani ya Annex Kasarani. Disemba Dise Kisaka atafanya nini? Mimina cross ndani, Kisaka cheza. Tyrone Kariuki Didis amecontrol, ameanguka.
Mathias Isogoli, penyeza pasi nzuri. Philemon Nyakwaka anadaka Robert Boban Mboya. Ni pass and go mpaka mwisho. Lazima wajiangalie pasi yake Mathias Isogoli, lakini shuti la kitoto kutoka kwake Philemon Nyakwaka. Catching practice kwa upande wa Robert Mboya. Dakika 86 bado wanaongoza Mathare United goli moja. KCB hawana kitu. Disemba Kisaka, Humphrey Ochieng Mieno bado anapambana Ham. Disemba Kisaka anaileta ndani, Kisaka amelala, Sami Mbuya anakataa, Seti Kasango nashambuliwa sasa Mathare United. Wanahitaji kumakinika dakika hizi za jioni, vijana wa Mathare United, manake tayari wana goli. Dakika 4 tu na zile za nyongeza kupata alama 3 za kwanza za msimu. Game management inatakikana sasa kwa Mathare United, lakini bado wanashambulia kwa uzuri Mathare United. Derrick Anami, Brian Ochieng meupiga tu, warushe wenyewe. Vijana wa KCB Josephat Andafu, Disemba Kisaka ni hatari akioverlap Josephat Andafu, lakini pasi yake haikuweza kufika Disemba Kisaka. Mechi yao ya kwanza ya msimu Mathare waliweza kugeuziwa na Posta Rangers. Je, leo watapata zote tatu au tena itakula kwao Mathare United? Kifanya badiliko sasa, kileto ndani Mohamed Kilume kichukua nafasi ya mfungaji wa goli Elias Yecheseka. Goli lake bado linasimama mpaka sasa. Alimpata Boniface Munyasa, alitapatapa lakini wapi. Free kick maridadi yake Elias Yecheseka. Sasa akipumua, nafasi yake akiingia Mohamed Kilume. Set piece ya pili na ndani ya ligi kuu ya SportPesa. Kimlaki kwa ubora kabisa kocha wake John Kamau. Brian Ochieng, Clyde Senaji, Sena wakijenga. Amaton Samunya kwake Fadhili Masud Mwenye Mvua, pasi yake imepotea. Tyron Kariuki Didis, Mohamed Kilume ametana, amemwacha mtu chini. Lakini amechezewa madhambi Kilume. Huenda tukaona dakika nyingi tu baada ya jeraha na kugongana kwa kipa Kevin Ouru na mwenzake Roland Makati. Huenda tukamwona mwamuzi wa kiba Paul Omeno akiongeza dakika nyingi tu, na dakika 10. Dakika nyingi hizi 10, nyingi kweli kweli. Naambiwa uzigeuze chapati ndio ujue. 10 za mwisho. Clyde Senaji
Kiachiwa mpira wa kurusha, Brian Ouru ameanza na Dennis Okoth, anaigadu zuri mali yake, anileta cross, anakataa Amaton Samunya. Jibu Ian Omondi, John Nyawir, Brian Ouru, mwendo wa juu tu, wote wanacheza vichwa. Senaji Clyde ameondoa kipa Boniface Munyasa, anayo sasa Clyde Senaji Sena, kataliwa naye John Nyawir Jr. Kipindi cha pili au baada ya kurudi kwa mfumo wa back 5 ile, sasa anafanya kazi ya kuzuia zaidi John Nyawir Jr. Chezewa ndivyo sivyo, Brian Ochieng Super Rio. Pilato wa mchezo Emmanuel Ochieng atakuwa anatoa kadi ya njano baada ya kunyoosha buti Fadhili Masud Mwenye Mvua na kumchezea ndivyo sivyo Super Rio Brian Ochieng Denga. Anafika Fadhili Masud, lakini haikuwa mchezo wa kiungwana kutoka kwake Fadhili Masud Mwenye Mvua, beki wa zamani wa Dodoma Jiji. Francis Kayugi Ali anaenda juu, Amaton Samunya. Mohamed Kilume, shuti lake na kwenda off target kule. Dennis Okoth ameipoteza kwa Matias Isogoli. Fadhili Masud Mwenye Mvua anakataa, John Nyawir Jr. mali yake Derrick Kanami Milimo, wanautuliza tu sasa. Game management kwa Mathare United. Brian Ouru, Derrick Kanami ameikanyaga, ameachia, lakini amekatiliwa naye Josephat Andafu. Ameipoteza Humphrey Mieno, pale pale wapo wengi, madhambi yametendeka. Matias Isogoli ana kadi ya njano tayari. Yupo chini Brian Ouru, man like Ouru. Kiangalia pale kati sasa ni kama wamejaa kwenye mfumo KCB, wanagongewa tu. Alichenga uzuri Brian Ouru lakini akacheza madhambi. Ilikuwa ni high boot yake Fadhili Masud Mwenye Mvua kwenda kwa Brian Ochieng Rio na akapata kadi ya njano. Haikuwa mchezo wa kiungwana kutoka kwake Fadhili Masud, alikosa fadhila Brian Ouru. Mechi ya pili, Fadhili Masud Mwenye Mvua anapata kadi ya njano. Anafika kweli kweli mlinzi huyo wa kulia wa KCB. Robert Matano, Simba mpaka sasa amenyeshewa, lakini baada nazo dakika 5 kutafuta magoli mawili. Amerushaje Brian Ochieng bwana. Mpira umekuwa mzito, lakini mpira unateleza. Mpaka sasa wamezuia kwa ubora Mathare United, wanazitaka zote tatu, alama zao za kwanza msimu huu. Josephat Andafu, krosi zake nzuri, anakataa John Nyawir Jr.
waligeuziwa na Posta Rangers mechi ya kwanza baada ya kubadilisha mfumo wa watatu nyuma, lakini leo amebadilisha mfumo. Atapata zote tatu John Kamau? Ni swala la muda tu. Humphrey Ochieng Mieno, Mathias Isogoli, lakini ni kama ni mikiki ya mwisho tu ya farasi, ameupaisha kule juu. Mathias Isogoli. Simba Robert Matano, Disemba Kisaka Dise, Uhuru amelala pembeni. Humphrey Ochieng Mieno, dakika za lala salama hizi hapa. Tyrone Kariuki Didis amekataa. John Nyawir amevutwa. John Nyawir wanapata ikabu, wanapata faul uzuri. John Nyawir alivutwa naye Tyrone Kariuki, na msuli inaonekana umetuna sasa kwa upande wa John Nyawir Junior, lakini amenyanyuliwa. Alicheza kutumia goti John Nyawir Junior, good defending kumnyima nafasi Tyrone Kariuki. Manake angepita tu Tyrone Kariuki, huenda angepata kitu. Tyrone Kariuki wamefanya kazi nzuri bila mpira Mathare United. John Nyawir Junior, pasi imepotea. Philemon Nyakwaka, pasi mbovu, haikumpata Tyrone Kariuki. Nyawir naondosha Francis Kayugi Ali. Clyde Senaji, amefanya kazi kubwa. Alimuita tu kipa wake Boniface Munyasa, akasalia pale pale kama mlingoti, hakukujia mpira kipa Boniface Munyasa. Derrick Anami Milimu, bado familia ya soka, kakake Gentrix Shikangwa Milimu. Brian Ouru, umeteleza tena bwana. Lakini mwamuzi anasema amempa nafasi ya pili Brian Ouru. Dennis Okoth, Derrick Anami Milimu, Mohamed Kilume, Brian Ochieng, Sami Mbuye wanaotafuta tu sasa KCB, lakini ameipoteza pasi ile kwenda kwa kipa Boniface Munyasa. Walipata alama 4 mbele ya KCB msimu uliopita Mathare United, na mpaka sasa wana goli 1 na alama 3 mpaka firimbi ya mwisho. Itakuwa ni ushindi wao wa 7 mbele ya KCB. Dennis Okoth ametumika sana kukana mpira. Dennis mejibu Clyde Senaji. Boniface Munyasa ni wa mwisho kucheza mpira ule, na wanapata alama zao 3 za kwanza kabisa msimu huu. Pilato mcheze Emmanuel Ochieng amezitafsiri sheria kwa ubora wake, lakini Boniface Munyasa alitapatapa na kumpa nafasi Elias Yeche kufunga goli. Anashukuru kwa kile alichokipata John Nyawir Junior. Wameondoka na clean sheet na alama zote 3.
rasmi msimu wao unaanza sasa. Mathare United umetamatika kutoka uga wa Kasarani Annex. KCB 0, Greatness Within Mathare United goli moja. Dakika zote 90 umekuwa nami Charles Onyango Mabululu. Hadi wakati mwingine tena, wacha dimba itambe.